Habari yako mpenzi mtazamaji wa Ishi Media, nimekuletea huyu hapa mtu muhimu sana huko Marekani na dunia kwa ujumla. Huyu anaitwa John Kiriakou. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa shirika la kijasusi la Marekani la CIA. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema huyu ni jasusi wa zamani wa Marekani, jasusi maarufu sana ambaye amekuwa akihojiwa katika vyombo mbalimbali vya habari pale Marekani. Jambo hilo ambalo pia likaja kumpatia matatizo makubwa yaliyompelekea kufungwa jela kwa miaka miwili. Hivi ndivyo habari zinavyosema. Jina langu mimi ni Robin Rachel na hii ni Ishi Media, channel inayokuletea habari za kimataifa. Jasusi huyu John Kiriakou ameshafanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuitumikia nchi yake ya Marekani. Habari zinasema moja ya kazi yake ilikuwa pia ni kudili na magaidi, hasa magaidi wa Al-Qaeda. Kwa hiyo habari zinasema ameshawakamatisha wengi, hivyo anafahamu sana mambo mengi ambayo yanahusiana na magaidi wakubwa duniani kote. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, John Kiriakou aliweza kupata matatizo na kufungwa jela kwa miaka miwili kama habari ambazo zilikuwa zikiripoti, na hii ni kutokana na kushutumiwa kwamba ametoa siri za kambi, na hii ni baada ya kutoa siri kwamba wafungwa wengi ambao wanakamatwa na Marekani, wengine huwa wanapatiwa mateso mazito, yakiwepo mateso ya kumwagiwa maji usoni huku wakiwa wamefungwa vitambaa. Hivi ndivyo habari zinavyoripoti. Kwa Kiingereza kitendo hicho huwa kinaitwa waterboarding, yani wanakufunga kitambaa usoni kisha unaanza kumwagiwa maji ili tu uwe katika ile hali ya kama mtu anayetaka kuzama katika kina kirefu cha maji. Hali hii huleta matatizo makubwa sana kwa mtu ambaye anafanyiwa jambo hilo. Matatizo pengine yanaweza yakatokea katika ubongo, lakini pia katika mapafu, na hii inaweza ikakusababishia pia hata matatizo mbalimbali ya kiafya katika mifupa, lakini pia inaweza ikakusababishia umauti. Watetezi wa masuala ya haki za binadamu wanadai kwamba binadamu ana haki ya kukamatwa na kushtakiwa, lakini kuteswa si haki bali ni kukiuka haki za binadamu. Hivyo kwa kitendo hiko tayari ni kosa. Sasa basi, huyu wa zamani wa Marekani John Kiriakou alitoa siri kwamba moja ya mateso ambayo wafungwa wanapatiwa, hasa wenye makosa makubwa kama ya kigaidi, ni hiyo kuteswa huku wakiwa wamefungwa na kumwagiwa maji. Habari zilienda mbali zaidi, zikawa zinatuhumu kwamba John Kiriakou alikwenda mbali mpaka kutaja majina ya ambao wanashiriki kufanya mateso hayo, ambao pia ni majasusi wa Kimarekani, kitu ambacho kikawa ni hatari kwa maisha yao, na jambo hilo likamfanya John Kiriakou aweze kushtakiwa. Kwa sasa ameshatumikia kifungo chake na sasa hivi amekuwa ni muongezi, au naweza nikasema ni mtu ambaye anaongea mambo mengi sana juu ya serikali yao ya Marekani katika vyombo mbalimbali vya habari. Na moja ya video ambayo imebaa sasa hivi ni video ambayo inamuonyesha akisema kwamba Israel wana mpango au wanatamani au wanataka kurusha nyuklia endapo tu Marekani watakataa kuisaidia Israeli katika kupambana na Iran. Kwa lugha nyepesi tunasema kwamba video hiyo inamuonyesha John Kiriakou akisema kwamba Israeli ni kama wanawatisha wa Marekani au wanawapiga mkwara wa Marekani kwamba mkikataa kutusaidia kuishambulia Iran, basi sisi tutaishambulia Iran kwa kutumia silaha za nyuklia ambazo Israel wanazo, na Israel ndio nchi pekee pale Mashariki ya Kati kumiliki silaha za nyuklia mpaka leo, kinyume cha sheria za kimataifa. Kuna watu jiuliza, hivi vita kati ya Israel na Iran ikipiganwa muda mrefu, ni nani ataathirika zaidi? Na je, nchi hizi zimewahi kupigana? Ndiyo, mwaka 2025 mwezi wa 6 nchi hizi zilipigana kwa siku 12. Kwa hiyo tulishashuhudia kwa mara ya kwanza nchi hizi zikipigana, na katika mapigano yale tuliona Donald Trump aliomba silaha ziwekwe chini, wakae katika meza ya mazungumzo, na silaha zikawekwa chini. Kwa hiyo ikawa ni vita ambayo hatuwezi kusema nani mshindi, lakini tunaweza kusema kwamba Iran ambaye ndiyo alianza kuchokozwa hakukubali kusalimu amri.
mpaka mwisho. Jibu ni kwamba vita kati ya Irani pamoja na Israeli zikipiganwa kwa muda mrefu, Irani ana ardhi kubwa na ana nguvu kazi kubwa. Israel ataathirika zaidi kwa sababu ana ardhi ndogo na ana nguvu kazi kidogo. Yaani watu wa pale Israel wako kidogo, jeshi lao lina wanajeshi kidogo. Kwa hiyo ataathirika zaidi kuliko hivi sana na nguvu kazi kubwa zaidi. Japo Israel wana uchumi mzuri, lakini pia wana marafiki wenye nguvu, lakini pia wana teknolojia bora sana duniani. Lakini mwezi wa 6 mwaka 2025 Iran wakiweza pia kuichakaza ardhi ya Israel, na kwa udogo wa ardhi ile, maana yake ni kwa ile ingeendelea muda mrefu kidogo, ardhi kubwa sana ya Israel ingekuwa imechakazwa. Huku Iran ingekuwa kumechakazwa, lakini wao angalau kidogo wana unafuu kwa sababu ardhi yao ni kubwa sana. Jina langu ni Robin Rachel na hii ni Ishi Media.